wameisha Kenya. Na tukakubali kweli wajinga wameisha Kenya. Sasa imekuwa aje? Tena Ruto anadanganya Wakenya ambao ni werevu. Yeye alisema Wakenya ni wamerefuka, hakuna mjinga. Leo hii anadanganya Wakenya werevu. Kama anadanganya Wakenya ambao ni werevu, sasa ni nani mjinga amebaki? Ni yeye sasa ndio mjinga, sababu hawezi danganya watu werevu. Huyu kijana ako hapa. Hao watu wote hapa ni wasomi kwa kiwango yao. Huyu kijana ni wakili ambaye amehitimu kwa mahali inaitwa Nairobi University. Elisha amesema nilihitimu Nairobi University. Kwanza Elisha, inaitwa the University of Nairobi. Kwa mahali inaitwa Nairobi University. Wacha tupee institutions jina ambayo inafaa. Nilisoma the University of Nairobi, nikamaliza, nikakuja hapa Kenya School of Law Karen. Huyu kijana alitekwa nyara kwa siku 5 akiwa kwa mikono ya polisi. Baadaye wengine ambao walitekwa nyara walikuja wakakufa. Ndio maana nimewaleta hapa kukusalimia, lakini tutakuja tuongee zaidi tukichambua hii mambo ya finance bill ya 2025-2026. Lakini huyu kijana amekuwa na mchango mkubwa. Tunajua tu sura yao kwa TV, lakini leo hii huyu kijana ako hapa. Hao watu wote hapa ni wasomi kwa kiwango yao. Mwaka jana nilikuwa president Kenya School of Law. Kuna vitu vingi tulikuwa tunaorganize hapa na pale ya students across Nairobi, ndio maana labda walikuja wakaniteka nyara, lakini bado nipo. Ni nani amebaki kuwa mjinga? Wadarajani Elisha. Ni nani amebaki kuwa mjinga? Bwana Bosire. Bwana Bosire. Wacha niite Gen Z mkubwa wa Gen Z Kibra. Akuja aseme. Anasema yeye ndio commander wa Gen Z. Na the other time walisema they are leaderless. Karibu sana mheshimiwa wa Gen Z. Wa Gen Z mulika kabisa Ruto ajue huyu ndio anampiga yeye vita. Asante sana. Kitu lazima turudi na tupange kama ofisi ya Darajani Bunge. Si kuwa kwa hiyo meeting yenye nilichagua Ujamong akuwe anaendesha program hapa. Kwa sababu we cannot have my arch rival or enemy, he sees himself as my rival, kudictate venye nitazungumza. Wote ni wananchi na ni watu wa kawaida, lakini hao vijana kwa kiwango wao wamepigania hii nchi kwa kiwango moja ama ingine. Huyu hapa anatoka pale eneo ya Thika, anaitwa Sophie. Huyu Sophie, kama wewe unaangalia K24, unaangalia Citizen TV, unaangalia NTV, moja ya hizi masiku labda macho yako imekutana na yeye. Hata kama unaangalia gazeti, kama ulikuwa unaangalia yale mambo tulikuwa tunafanya kama Gen Z, macho yako labda imekutana na huyu msichana shujaa sana. Huyu wa hapa ni kijana wetu hapa ambaye anachukua hii kiti ya MP, anatoa Urero. Anaitwa Ian Obongo. Amekuwa hapa Kibra, ni mtoto ya wale wakilishaji wa kwanza wa ODM. Lakini saa hii anang'ang'ania kiti ya MP. Yeye pia ni kijana tumekuwa nayo kwa movement ya Gen Z. Huyu hapa anaitwa Mwanasiti. Huyu Mwanasiti pia ni msichana shupavu, anapigana na dhuluma kwa aina yoyote. Ile dhuluma ambayo saa zingine tunaweza pitia hapo kwa mikono ya polisi, huyu msichana amekuwa kipaumbele kwa kupigania hizo dhuluma. Na hata sisi wote ambao wako hapa, huyu msichana nikipigia tu simu ati kuna mtu amedhulumiwa kwa eneo yangu Kibira, huyu msichana atafika. Alafu huyu kijana hapa, kama muliona ile mambo yetu ya Gen Z, huyu kijana alitekwa nyara kwa siku 5 kubwa. Tunajua tu sura yao kwa TV, lakini leo hii huyu kijana ako hapa. Hao watu wote hapa ni wasomi kwa kiwango yao. So mimi sitaki niongee.
Nitawapea fursa kila mmoja wao asalimie hiyo 2 minutes, tukitoka tukiacha mic kwa wenyeji. Asanteni sana. Nataka kupewa dakika moja. Uongee mambo yako ya Gen Z, kuja uweke na propaganda ya Gen Z kidogo. Tujue hili Gen Z. Najua mimi mostly Gen Z wengi wote kitu nasumbua ni njaa. Lakini ingekuwa Gen Z ya ukweli, mungesimama na mkomboe taifa. Ukitaka kujua Gen Z iko na njaa, yule Gen Z yule alikuwa anatoka university, si alijoin Raila. Si alijoin ODM. Anatembea na Raila, akisikia hata Raila kwa Kiambere amerauka huko. Ukitaka kujua hawa Gen Z wako na shida sana. Tunasimama imara kusema kwamba Gen Z movement, the revolutionary Gen Z movement bado iko imara. Na nimesikia mtu akisema hapa Gen Z wako na njaa. Kama kuna mtu mmoja ambaye ako na njaa na amefuata pesa, huyo ni yeye, sio movement. Movement is not an individual. Movement is a team of people. Kama kuna mtu amechukua pesa hapa kidogo, hiyo njaa ni yake, sio ya movement yote. Nimeona majenzi wamesema wao wako na alternative. But I just want to advise the Gen Zs. Unajua hata ukiangalia hiyo movement ilikuwa spearheaded na millennials, sio Gen Zs. Wewe hata wale watu walikuwa parliament, wewe uliona Gen Zs. Si wale ni wazee. Ndio tuliingia huko, wao walikuwa. So I want to advise them. Ukitaka kuongoza nchi, ni lazima kwanza uangalie vile watu wengine wamekuwa wakiongoza. You cannot come from nowhere. Na ukuje utuambie you are going to consolidate your votes ndio mpate sijui presidential candidate. It is not yet time for us, the youth of this republic. I know tuko very angry for power. We are very angry for change. But ni lazima to calculate, tupige hesabu zetu, tuone hizi kura zetu apart from watu wametunyanyasa. Kama kuna alternative tunakuja nayo ni nani? Then we rally behind them. Mimi nimepita Gen Z. Mimi sasa naelekea miaka 40. Hatubagui wazee ambao ni progressive, and we are very particular. Young leaders and even old progressive leaders, wote tunataka tukuje kwa meza moja, tuweze kuchaguana, hata tuweze kukuwa na viongozi wazuri. Kama tutakuwa na 200 MPs ambao wanaongelea mambo ya wananchi wa kawaida, hao watu huwezi waambia kitu. President akileta mchezo, impeachment. Nini ikifanyika nyumbani? Hiyo ndio kitu tunataka kutengeneza. So let us not think about Rigathi Gachagua as an alternative of William Samoei Ruto. Rigathi Gachagua ni mbaya zaidi kuliko Ruto, kwa sababu ya agenda yake ni watu wa mlima. Hii obsession na kuongelea presidency haitatupeleka mahali. Watu ambao wanaweza control the president wako kwa parliament, National Assembly na Senate. Hao ni watu wakisema wana impeach Ruto, kesho watamuimpeach. Ndio kama ni kutoa Ruto, shida tu ni moja, nani wa kumtoa? Shida yetu tunafikiria tunafaa kutafuta Mungu fulani ambaye atakuja kutoa Ruto. Ruto tunataka atoke fine. Ile shida ambayo tumepitia kama Wakenya, uwezi kuamuka kutoka kwa nyumba yako kisha ukaenda na ukasema wewe unaenda kwa polling session tunaenda kupigia Ruto kura. Wewe unalala njaa, una support mtu ako na bendera, mtu ambayo mshahara yake inaingia, ako na sitting allowance, akichelewa parliament pesa yake inaingia, and you have nothing in your pocket. Ukienda kwa nyumba saa hizi ni kuangaliana kama paka na panya. Mama anakuangalia utoe pesa, wewe unaangalia mama atoe. Atatoa wapi? Usitaka ati mheshimiwa kufanyia yote. Hakuna mheshimiwa ataweka chakula kwa meza, hakuna mheshimiwa atakusaidia mambo yote. Ni wewe mwenyewe kukaa chini na bibi wako kupanga mambo ya kwako. Ile kitu inatusumbua wanaume wengi ni tamaa. Unapata mtu ameoa na wake wawili, ukiuliza kwa nini umeoa na wake wawili, hakuna reason. Hiyo ni spirit of adultery na kusumbua. Umalaya tu. Hiyo ni umalaya. Mimi kwa majina naitwa John, wale wanijui. Mimi ni mkaaji hapo Katwekera. Niliitwa na Mungu but I'm a politician. Kwa sababu huna chochote, watoto wanakusumbua, shauri yako. Hiyo ni mambo yanakusumbua hiyo. Hata mimi juzi msichana alinipigia simu wako high school. Ananiambia hiyo mchezo sitaki, nikauliza mchezo gani? Imekuwa ni vita because I don't have money. La huko inatakikana pesa, kuna intention. Kama wewe ulikuwa unapanga kuweka mzazi atakutoa sacrifice kwa tajiri, hakuna pesa huko. Au ukitoa mzazi wako utakuwa umeoa baba wako ama mama wako bure, ama sister yako ama mtoto wako ama bibi yako, na hakuna kitu utalipwa huko. Pia pesa hakuna. Sasa mjue vile mtatafuta pesa.
Sasa usijaribu. Na hii yote inaletwa na hii government. So we need a serious person. We need a serious person. Fine. Lakini akitumia hizi ujanja zake na asiweze kutoka 2027, tutazidi kuishi namna hii. Ndio maana sisi kama vijana tumeungana na tunakuja pamoja. Tunajaribu kusupport kila kijana ambaye anataka kuwania viti fulani. Pia habari zenu watu wa Darajani. Habari zenu tena. Mimi naitwa Sophie, natoka eneo la Thika. Kule Thika nasimamia kiti cha MCA Thika Township Ward. Ningependa kuambia kitu moja. Movement ya Gen Z haijakufa. Tuko imara sana na tunaweka mikakati ya vile ambavyo tutatoa hii serikali yote tukianzia na Ruto kuenda chini. Ile kitu ningependa kuwahimiza ni msifurahie kuzungumzia nani atakuwa rais. Furahieni kuzungumzia nani atakuwa mjumbe wenu hapa. Furahieni kufikiria maneno ya MCA na maneno ya MP. Kwa sababu hao ndio huwa wanapewa pesa ambayo inafaa ikuje hapa chini iwasaidie nyinyi. Sio rais atatoa hii takataka hapa. Sio rais atakuja kujenga shule na hospitali. Ni MP na MCA. Kwa hivyo ningependa mbadilishe conversation yenu ya hapa Darajani ikuwe ya kuangalia nani atakuwa MP na nani atakuwa MCA. Darajani Bunge Forum ni forum ya civic. Jambo ngoda kidogo. Ni forum ya civic education, mambo ya advocacy. Na tuna advocate for social, economic and political issues. Sasa wanajenzi wakija hapa, mimi nasema nyinyi ndio tunawakaribisha mtu join kwa hii conversation, kwa sababu it is a conversation a discourse that we started long time ago. Mambo ya social, economic and political issues are what define a society. Najua nimesikia wakisema, wanaisema in a way such that ni kama hao ndio the originator. We have been there. Those are the things about to articulate. But again, we are saying we cannot deassociate ourselves from political issue, because politics define life, whether we like it or not. Good governance kama iko, everything will be in place, and that is what is the ailment ama the sickness about kunayo Africa as a whole, poor governance. Sasa lazima tuongee kuhusu siasa. Lastly, on that issue, hizo ni issues. Politics yetu mara nyingi ni vile mmekuja late and maybe you are still new here. Huwa tunaongea from local level tukienda mpaka juu, tunaongea zote mambo ya education, so it is all aspect, not about just politics. Maybe umeingia kama umepata wazungumzaji wengine, maybe their main point imekuwa on those issues. So what we are saying, we welcome you. We need this discourse to continue across the country, so that whenever we are going toward the next election, we want a Kenyan who can make informed opinion. Ndiye ajua akichagua kiongozi anachagua kwa sababu gani. Then because I believe in Kenya, mara nyingi mimi huambia watu we should not even be blaming our leaders. Mimi mara nyingi nasema hapa Darajani, we are the main victims. Na sisi ndio watu ambao tuko na shida, because our mode of voting ni through secret ballot. When I go to kwa pale kwa booth, una make decision based on you. Nobody forces you. You go as you. So what we are saying is, it is a discourse we welcome. Na tunataka ikue issue based. Lastly, kwa sababu chairman wetu amekuwa hapa for long, nilipanga kuzungumza sana. Na mimi nitasema mambo moja tu, alafu niite chairman aongea akifunga, na naomba pia msikize. Mimi nitaongea tu issue ya Gachagua. Chairman wetu amekuwa hapa, amesema mambo yake. Kuna ndugu yangu I think ameenda. I don't know up to now why one Gachagua, whom I believe hata kwa social media mimi na comment ya kwamba is a bit mentally perturbed. By now angekuwa ameshakuwa ameshikwa. Kwa sababu some statement ambao people like Gachagua are making ni ile ambayo inapeleka nchi kwa hali ambayo sio mzuri. You cannot say that if we don't do this and this, or if Ruto become the president or do this and this, then what we saw in 2007, 2008 was just a Christmas party. At 2027 will be hell. This is somebody who should be behind bars by now. Because this is somebody who is a chief tribalist, somebody who has no issue
form party with the main purpose of just taking one man home. I think our security personnel, ama one William Samoei Ruto akisikiza, by now Gachagua should be arrested. Kwa sababu we want a peaceful Kenya. Wa grade 6, grade 9 na form 4. Government inasema wanataka kufanya exams yao next year March. Huo ni mtoto wako amesoma the whole year. Next year utabidi ulipe first term ndio mtoto wako asome shule. Na hamuoni, nyinyi mko tu hapa sasa hivi mnasema ati kuna mtu anataka kushindana na Ruto. Sisi hatushindani na Ruto. Sisi tunataka kubadilisha zile vitu hazifanyiki vizuri kwa hii nchi. Kama health system, education zetu, kuna vitu mingi hazifanyiki. MCA wanapigania sahi CDF money ili hata iwasaidie nyinyi. Ile CDF money inawasaidia nyinyi wananchi wa Kibira. Haiwasaidii, wanaeka mifukoni mwao. So sisi hatuna ile interest that we are fighting Ruto. We are fighting whatever they are doing there. They are having a bad govern and we will change that bad govern. Naomba msamaha, sauti yangu imeenda kidogo kwa sababu tulikuwa kwa ground jana. Yeye kijana wengi hapa naitwa Ian Bongo wa Mbila, natoka pale Sarang'ombe. Na mimi pia ni mmoja wa viongozi wa Gen Z hapa kwa hiyo. Sisi tuliongea hapa mambo ya Ruto mpaka Saudi zikafunga. Au sasa hii nyinyi Saudi inafunga sasa hii. Sisi ilikuwa ilifunga karibu kwa mwaka kama Saudi imefunga. Unasikia? Tulihangaishwa, hakuna kitu tulichopitia. Lakini watu waliamuka kwa nyumba asubuhi wakapiga ile foleni ndio wakapigia Ruto kura. Sasa hii wanakutuambia sisi wenye tulikuwa tunasema Ruto hivi na Ruto hivi. Wanasema sasa Ruto ni mbaya kabisa. Na sisi tuliwaambia. Kwa hivyo sisi saa hii kwa hii broadcast tuko nyuma ya huyo Ruto ambaye nyinyi mliamuka asubuhi na mkaekea kura. Tuko nyuma. Kwa sababu dawa ya wasemaje? Dawa ya moto ni moto. Na dawa ya ujinga ni ujinga. Dawa ya ujinga ni ujinga. Hauwezi fanya makosa leo utarajia makosa hiyo umefanya ati kuna mtu mwingine atakuja kurekebisha makosa. Kama wangetusikiza, na hata vijana wengi, nataka kuaddress vijana wengi ukiwa mko hapa. Hao vijana wengi na watu ya makanisa walisema kura yao ni ya Ruto. Na wakatuambia Ruto ametumwa na Mungu. Ruto ni ndugu ya Yesu. Sisi tukawaambia ndugu Yesu au kuwa na ndugu. Ukisema Gen Z, kuna jamaa amesema hapa Gen Z ni kwa mtu wa karatasi, lakini ningependa kumkosoa. Gen Z ni vijana wadogo. Na Gen Z ni wengi sana. Na sisi tukinyamaza hivyo tukikaa kimya, msione ni kama hakuna kitu kinaendelea. Mambo yanachemka hapa mbele. Mtaona tu, na sasa tumeanza. Hata hapa darajani hapa ni nyumbani, mbali na nyumbani na kwa nikipiga mara kwa mara. Ningependa kuwahimiza, it's not about the young people only. Hii ni vita yetu sisi wote. Kwa sababu hii nchi yetu ni ile. 62 years after independence, Kenya bado ni ile, mashida bado ni yale. Vijana bado wamekosa ajira vile. Na hata hakuna mwelekeo ati tunaona vitu zinaenda kuwa vizuri. Kwa hivyo hii ni vita yetu wote. Mimi nimekuwa mtu wa ODM maisha yangu karibu yote, lakini saa hii nilisema siendi hapo kwa sababu hauwezi sema mimi nijivunie na baba anasikia vizuri huko na mimi naumia, mimi kijana wa maskini hapa. Lakini hatuna option nyingine kwa sababu wale ambao wanaenda kusimama na Ruto sijaona mtu serious. If youth were serious, saa hii wangeshaanza movement na tumeona ni nani ana possible anaweza kuwa rais mwenye anaweza na sit nani anaweza toa Ruto kwa uongozi. Lakini bado ni sarakasi na fitina na kufuata hao wazee left, right and center. Kwa sababu hatuna muscle ya kuongoza Kenya. Lazima tuongozwe na hao wazee tukifuata nyuma. Hivyo ndio mimi naiona. If youth are serious to take this country forward, wakuje na chama, wakuwe na leadership structure. Mpaka saa hii hawana leader. Si walituambia hii Gen Z movement yao walikuwa leaderless. Walikuwa tribeless. Hawana sijui whatever useless. So hii watu wote kumaanisha bado hawajajipanga. Kwa hivyo wacha tukae hapo. Ruto anaenda 10 bila break kwa sababu ana mtu mwenye anaenda kumtoa. Ukiona Kalonzo, ona Martha Karua, uone nani tena Eugene Wamalwa. Hao watu natembea, hao watu wote walikuwa kwa kambi ya ODM na Ruto waliwanyorosha wote wakiwa na backing ya serikali. Saa hii hao watu wote wamejitenga wako huko, Raila ameenda kwa Ruto. Saa ngapi utapiga Ruto? Saa ngapi utamshinda?
Hii tunapea tu Ruto 10 tukiona wa Kenya. Enyewe sisemi Ruto ni mzuri kwa sababu Kenya, uchumi ya Kenya imezoroteka. Mimi nimeona the only objective ya huyu mungwana ni ati kumake William Samoei Ruto a one-term president. Agenda yake ni kupeleka Ruto nyumbani. Tunataka kuambia Gachagua, Kenya iko na shida mingi. Kenya iko na shida ya kazi, economy ni mbaya, kuna insecurity everywhere, mashule ziko na shida, elimu na health sector. Huwezi tufamia chama ati unakuja na chama kutuambia ati agenda yako ni kufanya mtu mwingine akuwe one-term president. We are not going to be part of a political party that is formed based on political hatred. Kwa sababu kitu Gachagua anajaribu kutuonyesha ni kwamba yeye ako na shida na William Samoei Ruto. Ajui wa Kenya wako na shida ngapi. Kwa hivyo nataka kuambia Ruto, wachana na Gachagua atembee, kwa sababu hiyo chama yake hata iwezi vuka Kiambu ifike Nairobi. Hiyo ni chama ikabaki tu hapo Central, watembee kidogo kidogo, wakuje na wabunge kidogo. Ni kama ni anataka kuform opposition, ataform hiyo position yake, tuone kitu anaenda kufanya. Kwa sababu akiform hii chama, huyu Gachagua aliambia wa Kenya ati Gen Z wachukue kura. Gen Z wachukue kura, wakuwe tayari, anakuja kuzindua chama. Lakini hiyo chama yake vile tuliona jana, Gen Z mwenye ako kwa chama ya Gachagua ni Maina Kamanda mwenye ako na 95 years. Huyo ndio Gen Z peke yake aliona akaweka kwa chama yake. Ni yeye sasa ndio mjinga, sababu hawezi danganya watu werefu. Tumeona vile imewekwa, sijui ameweka mwingine wa drama huko wa Western. Ule wa drama sijui ndiye amekuwa deputy party leader. So hii ni sio chama ya kupea wa Kenya edi. Hakuna mahali hiyo chama inaenda. Another thing ningetaka Bwana Bosire aelewe. Ukitaka kujua fikira za mtu, angalia vile anaongea saa zile hayuko in any problem. Kwa hivyo tujiulize exit politics ambazo Gachagua alifanywa before atolewe ofisini. Gachagua alikuwa anasema nini? Gachagua alikuwa anaongea mambo ya shares. Gachagua alikuwa anaongea mambo ya 1 shilling, one man, one vote, 1 shilling. Hiyo ndio kitu Gachagua alikuwa anaongea. Mandugu zetu wa Kisii, tujiulize kama Gachagua ambayo tunaongea juu yake ni ile the same Gachagua wa Kisii, place yao iko wapi? Ni lini watakuja kusema sasa Matiang'i ukuwe president? Ile swali niliuliza ya kwanza, jibu yake ni hii. Wakati Gachagua anasherekea ya kwamba amewin court kurule out ya kwamba the panel ambayo ilirule that case ilikuwa unconstitutional, alafu anatoa zile case kotini, which means interest ya Gachagua ni kwamba ile ya kumzuia kukwenda kusimama president itolewe, ili ikifika 2027 yeye ndio asimame kama president. Ndugu yangu Bosire ajue hiyo na aelewe hiyo vizuri sana. Because when the time will come, Matiang'i will be told to bring the numbers on the table. You cannot lead this country with the kind of politics that we have in Kenya with only 2 counties, Nyamira and Kisii. Ni nani amebaki kuwa mjinga? It will be a daytime dream. Therefore, we ask them another question. What is the mission and vision for Gachagua? I challenge Kenyans not to buy the idea of Gachagua for a revenge purposes, especially the Luo community. We cannot be used to quench a thirst, a political thirst for revenge against William Samoei Ruto. Since 1964, jamii ya Kikuyu wameweza kutumia jamii ya Luo vibaya, wameweza kuwa barriers katika njia zetu ya kutafuta uongozi Kenya hii. Saa hii wanasema jamii ya Jaluo kuja waungane nazo ndio watoe Ruto katika uongozi. Tunasema mulisema ilikuwa maombi, na saa hii tunasema tuko maombi na hatutoki kwa hiyo maombi. Tunasema kama Raila atakuwa kwenye debe 2027 na vile mambo inaendelea saa hii, tunaona Raila ako nyuma ya Ruto 100%, na hapo ndio Wakenya wengi watapiga kura. Na mtu asidanganye au wenzetu kutoka Kisii ati wanadanganywa na jamaa wa Central. Wamekuwa katika hii karata ya kudanganya hapa na pale miaka nenda, na tumewasoma kiumbali sana. Wanatumia Matiang'i kama baraka yao
waweze kupata uongozi, bali hii uongozi itakuwa katika mkono wao, Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua. We challenge Kenyans to stand in solidarity behind Raila Odinga. The last point I want to challenge someone. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Ukizaa nyoka kizaa lazima baki kuwa nyoka. Wakati Gachagua amekuwa katika siasa na Ruto, alikuwa pamoja na Ruto. Sasa anaita Ruto ni muongo, ni mwizi. Ni walikuwa pamoja. Which means Gachagua naye pia he is still in that position ambayo Ruto ako ndani. Asitudanganye ya kwamba yeye sasa ni mzuri, hakuna, no way. Nimeona ametoa chama yake ameanzisha juzi. Inasemekana hiyo ndio party ugly yenye Kenya haijawahi launch. Ukiangalia ni masikio ndio kumewekewa hiyo. Party haina rangi, yani party haina ladha. Poorly done. Wenye walijaribu kuscript ama kuinscribe hiyo logo ya party. Makosa kubwa. Kwa hivyo hakuna mali hiyo chama ya Gachagua itaenda. Baada ya kuanza chama yake akaambia vijana do not be deceived. Mimi nilipokuwa nasema nilikuwa nataka ashike kijana mmoja asema okay, kijana chukueni vitambulisho na mchukue kura na wewe ndio tunataka usimame as a president. Ni yeye sasa ndio mjinga, sababu hawezi danganya watu werefu. Lakini anaambia vijana kwamba chukueni vitambulisho ukae ready. Nani atakayesimama? Don't be deceived vijana. Wakati sio wakati wa kudanganywa. Wakati tunaona mbele. And I want to tell Gachagua ya kwamba hatafanye nini, hata aende wapi, Ruto is going 10. Hatafanya nini, hata ageuka aende wapi, we are supporting Ruto kwa mambo ambayo tunajua baba ako ndani. That's where we are there. Hatutarudi nyuma. We are supporting Ruto 100% because baba also is in hiyo ambayo kutengwa kwa makabila mengine yamesaishwa maybe labda na kabila ambayo yamekuwa kwa uongozi, kwa viongozi wao wamekuwa kwa uongozi wa nchi kwa muda mrefu. Na huyu sahi nasikia watu wengine wanasema zaidi malaika. Huyu naibu wa rais, huyu Gachagua ndiye amekuwa akisema ati kuna shares. Kuna wale wako na shares na kuna wale hawana shares. Yeye alikuwa anasema yeye ndiye amesimamia shares. So yeye sahi amekuwaje malaika? Ati sahi ndio mtu anataka kukomboa Kenya. Hauwezi kuwa wewe ni mtu ambaye unakuwa mfisadi, unakuwa mkabila. Saa ile uko kwa mamlaka. Ukitoka kidogo, saa hii serikali imekuwa ni mbaya. Yeye Gachagua, mambo ya finance bill tuliongea hapa, mambo ya Ford, hiyo mambo ya house levy tuliongea, mambo ya house levy hapa. Gachagua ndiye alikuwa wa kwanza kutetea mambo ya house levy. Gachagua ndiye amekuwa wa kwanza hata kutetea mambo ya impunity. Lakini saa hii wa Kenya, na mimi nilisema hapa na nitaendelea kusema, mimi hata bunge inafaa itoe mswada, mtu kama hajapewa karatasi ya kupiga kura apimwe kichwa, because hii nchi wale wanapiga kura wengi ni wazimu. Then tunatarajia tuongozwe na wale ambao product ambao imepiga kura the madmen. Watu wengi zaidi wana darajani, viongozi, amjambo. Hatujambo tena. Mimi nitakuwa mchache wa maneno, sitaingia kwa siasa. Ni muda sijaonekana mahali hapa, lakini tuko pamoja. Mimi ningependa tu kusema ya kwamba for now we are speaking about leaders, about William Ruto, about Raila Odinga, about this tribe and this tribe. When shall we start speaking about common mwananchi? When shall we start speaking about the roads, the hospitals, the education system, the security of our country? Right now, we have been manipulated to speak about two people, two individuals. But time will come, Wakenya watafunguka macho, and we will start speaking about the issues that affect our country. Barikiwe sana. Kuna hii issue
ya mambo ya certificate ya watoto ambayo zimeshikwa kwa mashule. First of all, ilikuwa ni Cabinet Secretary wa Education alisema. Jana tumesikia Deputy President Kithure Kindiki ameongea. We are saying this is a matter that should not be taken as a joke. Vijana wengi sana, wengine wanakuwa wazee, certificate zao zinaoza kwa mashule. Tunataka hizi certificate zikuwe released. Mambo ya Kithure Kindiki kutuambia Deputy President ya kwamba tuende to report kwa chief kama principal wametukataza shule. I want to tell Kithure Kindiki, Deputy President of Kenya, ya kwamba hakuna shule hata moja kubali ku release those certificates. Na kama government inatoa order, executive order, mbona hao principals wanakatalia hizi certificates? Tunajua watu wanasoma, wanamaliza universities, wanapewa degree certificates zao, kama wako na deni wanaanza kudaiwa wakati watakuwa wamemaliza, wameanza kazi. Therefore this matter should be taken very seriously. Kuna mchezo zinafanyika kwa mashule. Ukiangalia some of the madeni ambazo watoto wanawekewa kwa mashule, zingine zinashangaza. Kwa mfano kama hii case, mtoto amesoma kutoka form 1 mpaka amefika form 4, inafika siku ya mtihani, anaambiwa mwenye akona desk ambayo imechujuka imeandikwa kitu juu ainue mkono. Watoto wanainua mkono, endeni mchukue desk. Baada ya kumaliza mtihani 5,000 kila mtoto. Hiyo inakuwa deni mpaka certificate yao inazuiliwa. We want the government, wakishatoa that directive, let them follow and see that it is respected. Thank you so much. Asante sana SG. Kila kitu imeongezeka. Ukienda kwa shule, mimi kama mwalimu nahurumia wazazi za zingine. Ukitaka kuadmit mtoto kwa public school, we will part with 10,000 plus. Bado pesa ya mtihani, bado pesa ya remedial. Bai sijui padlock imepotea. Sijui wazazi mulete mayai. You know, it is too hectic. Na juni sababu ya hii Kenya mali imefika. Kwa hivyo tukitaka uongozi bora, lazima Wakenya wote wajitokeze na waongee kwa sauti moja. Lakini venye tunaenda hii 10 bila break kwa Samoei. Uwezi kuuza viwanda ya Wakenya ambao walitoa shamba. Alafu you expect Kenyans to see you waendelee kusmile kwa barabara wakisema maisha iko kawaida. You are telling Mr. Samoei Ruto is stop from selling the government parastatals. Sheria ya Kenya kuhusu mambo ya parastatal iliwekwa kwa bunge. When you want to privatize a government parastatal, bunge has to give you an authority. Bunge lazima ikupe nafasi. Sasa hii bunge haisemi. Ruto anaamuka leo anasema nitauza soya miwa. Anaamuka leo anasema nitauza Mumias. Anaamuka leo anasema nitauza Kenya Airways. Which Kenya we living? This is not a banana republic. We have to follow the constitution vile iko Kenya kutoka page 1 mpaka page ya mwisho. Kwa hivyo sisi tunasema kiwanda ya Nzoia is reverted to the owners, and the owners ni wale wananchi ambao walipeana shamba, wale wananchi ambao walijitolea wakasema kiwanda iwekwe pale saidia watoto wao. Tuseme walitudanganya, wanatengeneza pani paper. Pani paper inafanya kazi. Walisema wana private pani paper ndio ifanye kazi ya ajili vijana. Nataka mniambie pani paper inafanya kazi saa hii? Hakuna. Kuprivatize imesaidia na nini? You cannot cheat us that you want to privatize while we know you are stealing government properties. Kwanza yeye si mwana ekonomia, yeye ajui mambo ya privatization. Ukikuwa privatization inafanya effective management as compared to government, usimamizi wa government. Unapata ukileta HR wa kibinafsi, anaangalia kazi imefanywa na imefika kiwango gani na kesho unastahili endeshwe kutoka mpaka wapi. Lakini ukileta mtu ambaye ameletwa na government, yeye kazi yake ni kungoja msara end month na kuweka koti kwenye kiti na kuenda zake kufanya biashara zake. So Bosire si mwana ekonomia, na kama nataka nimfundishe economics, you should seek me for political advice on economic issues. Hii umaskini naongeanga kwa muda mrefu. Umaskini ambao tuko Western, tuko nao Western, ni umaskini ambao tumeleta na viongozi. Kwanza Western, hata chairman hakuna faida, Jacob be attentive enough. Hii Western
hata laumu, hata kuna faida chairman uongeleshe hata hao watu wetu wa Western, kwa sababu watu wetu wa Western ni wale watu ambao walirogwa, ni watu wamesharogwa tayari. Ukiangalia kwa 8 provinces ambazo ziko Kenya, Western tu problem yote inatokelezea Western. Hata saa hizi chairman anasema hapa tuko na hizo ni votes ile ambaye hajulikani tunapea nani ama block, hakuna block Western. Hii problem ya sukari hii iko upande wa Western peke yake. Wewe ukiangalia hata Nyanza wenyewe wanajua venye wanajisimamia vitu vyao. Sisi watu wa Western si hatuna viongozi, tuko na viongozi. Tumekuwa na makamu wa rais, tumekuwa na makamu wa rais wawili, tumekuwa na Nedeleti kijana wa Malwa, tumekuwa na Mudi Aori, tumekuwa na mawaziri kutoka Western. Lakini sisi watu wa Western hatuwezi wenyewe kusimamia industry zetu. Mpaka tunafika mahali si hatuna pesa. Wetangula ni milionea, Mudavadi juzi alitangaza hapa kuna 4 billion, babu na mama anatembea na machopa. Tulipewa 2.5 years ababu na mamba akiwa waziri wa sport, akitoka Busia, na Busia tuweza hata kuweka crusade, hata Gezeke lule wezi weka crusade. Hakuna stadium, hakuna chochote Busia. Tunalaumu hao watu, tunalaumu hata serikali, kila serikali tuko hapo, lakini sisi wenyewe ndio tuko nyuma sana. Mulwende anasema anajua kupiga kura, Ruto wewe anasema anga tena anajua kupiga kura, lakini hakuna maendeleo yote nakuja Western kwa sababu ya viongozi. Kiongozi akichaguliwa anaangalia nyumba yake na watoto wake, angalia mtu mwingine. Ukiangalia hata wale wako na wivu sana ni watu wa Western. Wewe utaki ndugu wako kishapata unauza tenders. Tunalaumena bure. Wacha hizi jamii zingine tiwainuke, tutaendelea kuumia miaka nenda miaka rudi. Tukitoka kwa hiyo ujinga tutafikia watu wengine. Hata paka desert areas, northeastern desert places wamedevelop kushinda Western kwa sababu ya ujinga yetu. Ile niliangalia juzi hapo, Otoma ameharibu Busia. Hawezi, Otoma ameharibu Busia. Watu wanasema wewe ni msamia timtesa ni watesa nyinyi uongeza miaka 10, hata sisi pia ni miaka 10. Yeye mnaangalia tu kabisa mtu accident. Otoma is like a fatal accident ambapo watu wote wamekufa kwa hiyo gari. Sisi watu wa Western tusilaumiane, ni sisi wenyewe ndio tutakia hivyo na tubaki hivyo. Wacha nirushe hii ndoani kwa sababu wewe Jacob umechelewa. Unakuja kuongea dakika 2. Asante sana. Alafu tupie viongozi wetu hawa Kamukunji kuongoza, na after Jacob unakuja dakika 5. After wewe wewe Pastor anakuja. Pastor vile leo utachukua dakika 7. Mimi mwenyewe najua kwa nini tunasema hiyo dakika 7. Kwa sababu tumekuwa na wewe. Jamonga amechokozana. Lakini bado tutarudia Jamonga. Wateso kaeni wapole. Waluya miaka 10, Wateso venye walikuwa tu miaka 10. Juzi nilikuwa Busia for your information. Bumala specific. Na tulikuambia hapa kabla afike, tulikuambia hapa chenye watu wamefanya within 2.5 years. Ojamong hata within 10 years hakufanya. Hata alifika hapo maybe walikuwa wamepeleka mwili kuzika. Na kutokana na historia yake mimi namjua. Tangu amalize form 5 aenda nyumbani. Sasa nashika nyumbani kana amaya. Sasa hiyo ni pasa sababu huko kwenda nyumbani. Hakuna kitu chochote Busia unajua. Hospitali ya Iseka na Mbale ije dispensary Otoma wajetengeneza na imekuwa na lantana kamari yote. Amokura kwa kana barasa yule Mteso alifungua level 4 na yeye level 4 mpaka saizi. Level 4 inaweza kuwa na manase 6. Inaweza kuwa na wafanyakazi wawili. Uite level 4. Hakuna kazi Otoma amefanya Busia. Upata lupe pandele nyingine hospitali ya Koma level 4. Hajafanya. Referral ya Busia ni Bungoma, Kakamega ama Eldoret. Busia haina referral hospital. Sasa tukisema sema Otoma hajafanya kazi, kusema kweli Otoma hajafanya kazi. Anza kuenda nyumbani, tutakupeleka nyumbani na tusungusha wewe. Hata mtu mwenye anakuambia anaenda nyumbani, hata ukiangalia huyu ni mtu wa kwenda nyumbani. Sasa kwa hivyo uendango nyumbani, tutakupeleka nyumbani. Asante. Nikimalizia, when it comes to Western leaders, mimi nilisema tangu jadi na nasema hapa tena. Western leaders ni nguvu.
most of them ni ngumu, ama wale wenye wako top ni nguvu ndio hawana, kwa sababu sisi voters tuko na tabia ya kuwa address. So kama voters tukikuja tuwapatie nguvu the better, lakini tukizidi tu like tuwapatie nguvu, tunataka tupitie through majirani, shauri yetu kukujibu nini yetu, umaskini wetu utaisha the moment tutaanza kujiidentify na leaders wetu. Lakini kama tutajiidentify na leaders wetu, tuchague eti saa hii jirani ama saa hii juu maybe tunachukia Ruto ati wa Munyoro ndiye atatupanga, tutaendelea kuwa na maskini, kwa sababu hatutakuwa na appointment ule mwenye anaweza kutuwakilisha vizuri kwa meza. Unadhani jirani yako anaweza tetea nyumba yako ama watoto wako kuliko venye wewe mwenyewe unaweza tetea? Utafakari ya babu. Asanteni sana. Tuliona vile Peter Salasi alikuwa attacked huko Isiolo. Unajua kama mwanasiasa usifurahie ukiona mwanasiasa mwenzako anakuwa attacked hivyo. Na mimi naomba ndugu zangu wa Luya mujitokeze na msimame na yeye, sio kumuunga mkono 2027, lakini usikubali any political violence kuwe meted on your own na mmenyamaza, kwa sababu leo inaweza kuwa ni Peter Salasia, kesho itakuwa ni wewe. Ile ya kusema ya kwamba uongozi ya Waluya itapitia Nyanza, hakuna mahali ilisemekana ya kwamba lazima Raila ndiye aongoze ndio Waluya wapate kiti, na hakuna wakati ilisemekana ya kwamba lazima ikuwe ni Wajaluo kwanza alafu ndio Waluya ifuate. Hata inaweza kuwa ni Waluya before Wajaluo wakuwe president, lakini Wajaluo ni wa support. Hiyo ndio ile kitu yenye wale wazee wahenga walisema. Sitaongea sana because of time. Kuna jambo moja nataka niseme. Who said that Luos has now gone, there's no leader that can be president in Luo Nyanza? Who said that it is a must Raila Odinga to be the president of Kenya? Someone will come from Luo, who means there is no people in Luo Nyanza to lead this country. We have very brilliant brains in Nyanza, those who have gone to school and wait for a shock in the future. If you think that now there is nobody who can challenge and become the presidency of this nation, be solid behind Raila Odinga. He is still visionary, and we look forward to rally behind him come 27, and if possible, Ruto tena bila break. Asanteni sana wana Darajani, asanteni sana, tuonane next Sunday. Kesi ya Gachagua, wengine walisema hapa ati mimi nilidanganya. Juzi koti imesema namna gani? Koti imesema aje kuhusu mambo ya Gachagua? The Court of Appeal imesema ile koti ambayo iliweza kuundwa na ule mama ambayo ilisema ikaenda kusikiza kesi ya Gachagua ikatupilia mbali mama ya conservative orders, ilikuwa unconstitutional. Sasa wale ambao walikuwa wananipinga wanasema tumeshindwa kesi kotini, nataka warudi kwangu niwaelimishe sheria. Sasa hivi vile tunaongea na nyinyi, Kenya tuko katika crisis. David president wawili, ule amekuwa impeached illegally na ule ameingia ofisi kimakosa. Hiyo ndio mambo nataka sisi kama wanasheria tuende kuongelea ndani ya bunge, ndani ya court. Kwa sababu gani? Already court imesema the conservative orders zile zilizotolewa Kirigoya zimesimama, kwa sababu wale walifanya kesi wamesemekana hawakuwa na haki ya kufanya hiyo kesi. Kenyans you have to follow. Ndio sababu niliwaambia kesi bado siko mahakamani. Wengine wakasema Gachagua ameshindwa kesi, koti imemtupa nje, mlikuwa mnasema. Mimi niliwaambia kesi bado. Na sasa ndio mmeanza kuona yale niliwaambia. Sasa kesi number 1 tuliuliza Court of Appeal. Unajua kwanza kwa ile koti tuliambia wale machaji waweze kuchiondoa. Wakasema hatujachiondoa. Kesi ya pili tukasema ule chaji, ule mama Mwiru hakukuwa na nguvu ya kuteua ile kamati. Sasa Court of Appeal juzi imesema Philomena Mwiru alifanya makosa, hiyo sio nguvu yake kikatiba kuchagua koti ambayo itasikiza yale maneno. Yangechaguliwa na Chief Justice. Kwa hiyo round 1 already Gachagua asiwoni round 1. Round 2 ni gani sasa tunaenda? Kuuliza process ya bunge ilikuwaje. Sisi kama ile timu ambayo ina lead the legals
ya Mr. Gachagua. Tumetoa kesi 5 jana. Juzi. We have removed 5 cases. 5 cases. Tumetoa 5 cases. Umeona? So, ameongea accurately about ile kesi ya Gachagua kotini na vile iliamuliwa na action ambayo Gachagua alichukua baada ya hiyo uamuzi ya koti. Koti iliamua ya kwamba ile panel ambayo ilifanya ile uamuzi ilikuwa unconstitutional. Hiyo inapatia Gachagua upper hand kwa sababu inaonekana ni kwamba Gachagua is winning. But then tuangalie ni action gani Gachagua alichukua baada ya ile uamuzi. Baada ya ile uamuzi alitoa zile cases 5 ambazo zilikuwa pale kotini. Zile cases 5 ambazo zilikuwa kotini, baadhi ya hizi cases zilikuwa ni zile cases ambazo zilikuwa inataka ya kwamba uchaguzi ya the current deputy president ikuwe nullified. Hiyo case Gachagua alitoa. Baadhi ya hizo cases, moja yao ni ile case ambayo ilikuwa inasema the current deputy president Kithure Kindiki inastahili atolewe ofisini ili Gachagua aendelee. Lakini tujiulize, mbona Gachagua alienda akatoa ile kesi kotini? Nataka nieleze Wakenya kwamba hapa kuna political game. Kutolewa kwa Gachagua kesi yenye aliweka ama kesi yenye aliwekewa juu ya impeachment, hiyo inapatia Gachagua uhuru wa kusimama kama rais. Na Ruto si mjinga, anataka huyu jamaa asimame, waende na yeye kwa debe, alafu wagawe kura ya Central Kenya. Cause hata wakati tunaongea saa hii, Ruto bado ako na wengine huko Central Kenya ambao bado wanamfuata. Kwa hivyo hapa ni political game. Ile nini yenye walini ilikuwa unconstitutional ni sawa, but process inafaa ianze afresh. Hawezi jua penye itaangukia, na hawezi niambia up to this moment hata koti yenyewe itakubalia iwe eti kutengeneza. By the moment wanasema tu eti Gachagua alitolewa vibaya, hiyo ni kutengeneza kitu kama constitutional crisis. Sidhani kama wanaweza kubalia kitu kama hiyo. So it still stands. Gachagua most likely mpaka miaka 2037 ndio maybe atasimama, most likely. Na siasa zenye najua saa hizi zinachezwa ni siasa za post 2027. Jua watu wanajua 2027 ishajipanga. Wanasindikiza Kalonzo. Wakishasindikiza Kalonzo ndo wabaki, kama Kalonzo ashaenda na Ruto ashaenda, ndo wabaki wakiwa wanamenyana. Hiyo ndio siasa yenye Gachagua anacheza, hiyo ndio Gachagua yenye Matiang'i anacheza. Ile ya rebrand, kujimarket. Lakini hata pia wenyewe wanajua kuwa hawezi, ni ngumu sana venye wataamka saa hii alafu wamtoe. Mtu akilaunch chama yake kama ni kweli au goons walienda kuvamia Gachagua walitumwa na government, lakini bado uchunguzi inafanywa. Mimi naomba kitu kama hiyo tusikubali, kwa sababu katiba imeruhusu kila mtu akona right ya kuform chama yake. Hata kama itabaki na watu wawili, tupe tu mtu time na form chama yake. Gachagua anapeleka vijana wengine hapo wanavuruga ili ionekane chama yake haitakikani. Mahali G3 imelia wana Kenya, kuna hata ndege inaweza kuwa imebaki juu ya mti. Niliona hapo kwa Gachagua vijana wanarusha risasi na hakuna wenye wanatoroka, watu wanasherekea wakicheka hapo. Kumaanisha kwamba hii ni stage manage, alimanage hii ili ionekane kuna nobody was even busy with Gachagua's party because it has no political impact. Ya tatu mbio. Mimi nimekuja hapa sijasikia Gachagua ameshikwa. Lakini kama mnafuatilia ile show, Gachagua alikuwa na interview pale Obina show. Gachagua anatishia Wakenya ya kwamba ameongea na Wakenya, Ruto akiiba kura 2027 Kenya itakuwa mbaya hata zaidi kuliko 2007. Wamebaki tu na wimbo moja, wabaki wameshindwa, alafu waseme Ruto alifanya nini? Aliiba. Hiyo ndio wimbo yenye tabaki kulingana na venye naona. So saizi Gachagua angekuwa ameshikwa aende kwa DCI
aende kwa NIS awaeleze ni nini na hawa Wakenya aliwaongelesha wakamwambia hivyo ni akina nani. Afai kutembea akiwa hivyo, kwa sababu hakuna Mkenya mwenye ako na akili timamu angependa kuona ile kitu tuliona 2007 itendeke tena. Tutaleta matibabu yetu hapa Kibira kuanzia tutatoka Kayole tuingie Kariobangi. Tukitoka Kariobangi tutakuja Kibira. Na nawasi kama mandugu zangu. Hii matibabu inatolewa na UNESCO, ni matibabu ya Referral Hospital ambayo ni kama Kenyatta. Tunakutibu, na kama kuna kitu inatakiwa, kama hatutakuwa na hiyo vifaa, tunakupea referral kwenda Moi Eldoret ama uende Kenyatta, na Kenyatta kishindwa tunakupeleka India na tunakulipia free of charge. Usikose kuatendi hii matibabu. Mtume watoto wenu, mtume marafiki, muambie kwamba kuanzia tarehe 2 mwezi ujao tutakuwa na matibabu pale kanisa ya Seventh Day Adventist pale Olympic. Kwa hivyo nimewakaribisheni kama one of the pioneers ambao tulianzisha